kazi hiyo. Lakini pia nimeona mtu mmoja yeye anasema, yeye anaitwa Black Gian, anasema kwa upande wake atalizungumza mwanasheria wake akirudi yupo likizo kwa sasa. Unaweza pia kuendelea kutoa maoni yako na mimi baadaye nitakapopata nafasi nitaendelea kuyasoma. Tuendelee na EATV saa moja. James Francis Karengi mwenye umri wa miaka 28 ambaye anadaiwa kuwa ni mtumishi wa halmashauri ameuawa mjini Babati kwa kile kilichodaiwa kuwa ni wivu wa mapenzi. Hii ni ripoti ya Mohamed Chumvi ikisimulia kwa kina kuhusu tukio hili. Huyo amefariki dunia baada ya kushambuliwa kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake, ambapo tukio hilo limedaiwa kusababishwa na wivu wa mapenzi, kama anavyoeleza Joseph Tulwai. Huyu ni mkazi wa Babati. Kubwa ilikuwa ni mahusiano kati ya yeye na binti moja, alikuwa amemnyang'anya simu. Kwa binti kwanza aliniambia kwamba nimenyang'anywa simu na huyu marehemu. Kwa hiyo yeye na rafiki yake walienda pamoja na mimi kwenda kujaribu kuona kwamba hiyo simu inarudi. Lakini baada ya mimi na huyo binti na huyo boyfriend wake mwingine ambaye ndio aliyesababisha ile tatizo, alisema kwamba yeye hajui chochote. Mwenyekiti wa kijiji cha Mananga ameeleza namna tukio hilo lilivyotukia. Kuwa wana mahusiano na huyo binti, alivyomfuata hivyo na yule mwingine ambaye sasa ni mtuhumiwa, na yeye kumbe ana mahusiano. Basi ikatokea sura hiyo, ikaonekana kwamba sasa vijana hao badala wao kuchukua maamuzi mengine wakaamua kugombana wao kama wao na kufikia hatua ya mauaji. Tukio hilo limetokea tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika wilaya ya Babati, likihusisha mwanamke mmoja aitwaye Melania Khulwai pamoja na mtuhumiwa anayedaiwa kuwa na jina la Elias Saidi. Jeshi la polisi mkoa wa Manyara limekiri kutokea tukio hilo, kama anavyoeleza Amir Mremba. Huyu ni mrakibu wa polisi Babati. Polisi tunalishughulikia kwa karibu sana hili tukio, na tunaamini taratibu zitakamilika si muda mrefu na tutapata matokeo, na tunaamini yatakuwa ni matokeo yatakayoridhisha pande zote kwenye hili tukio. Sheria inakataza kuondoa uhai wa mtu, lakini pia sheria inakataza kuondoa uhai wa mtu aliyeondoa uhai wa mwenzake. Hata hivyo, marehemu James Francis anadaiwa kuwa alikuwa ni mtumishi wa serikali hapa mkoani Manyara. Nikiripotia EATV kutoka hapa Babati mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV. Asante Chumvi kwa taarifa hiyo. Baada ya mradi wa ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Ngura kukwama tangu mwaka 2017, kampuni ya Nyati Resources